wengi wameanguka kwa sababu ya kupenda, kuwa na upendo wa pesa. Anasema baadhi ya watu wakitamani pesa wameiacha imani na kujichoma wenyewe kwa maumivu mengi. Haleluya! Ya kwamba watu wengi nyakati za leo wameiacha imani kwa sababu ya kupenda mali, kupenda yani tamaa wenyewe na kwa maumivu mengi, na wengine wameumia kwa sababu ya kuwa na tamaa ya pesa, tamaa ya kutajirika, tamaa ya kuwa na mashamba. Jihadharini na kupenda pesa na tamaa. Angalia siku ya leo, hiyo tamaa imeletwa. Watu wanaingia kwa sport pesa, wengine wanaingia kwa betting, wengine kwa ndege, ati kwa aviator, na wengine betting na sport pesa. Hiyo ni tamaa ya pesa. Inafanya watu waingie kwa mitego ya shetani. Betting ni mitego ya shetani. Hiyo aviator ni mitego ya shetani. Sport pesa ni mitego ya shetani. Hizo vikundi vyote ambavyo watu wanacheza ati wanapata pesa, kile kinakuingiza huko ni upendo na tamaa ya mali ya dunia. Ni kweli kabisa. Na hiyo tamaa, maandiko inasema watu wengi wameacha imani ya kumtegemea Mungu. Sasa wanategemea sport pesa, wengine betting, wengine ndege, ati aviation kadege. Unapata mtu mzima ameingia kwa betting, aliamuka asubuhi, ile pesa alikuwa nayo ameenda kucheza kamari na betting. Wengine ameingia kwa ndege, wengine ameingia kwa sport pesa na mambo kama hayo. Hapana, hiyo ni tamaa na umekosa imani na Mungu. Watu wengi wataiacha imani. Wataacha imani namna gani? Watategemea hiyo mitandao, wakose kutegemea Mungu anayepea watu pesa. Hawatategemea hata kazi ya mikono yao, watategemea mambo ya betting. Angalia ni watu wangapi wametoka katika hiyo imani wakaingia katika mambo ya betting na sport pesa, na wengine waniakiamuka wanasema kukanya. Hapana, hiyo ni tamaa. Watu wengi wameingia kwa tamaa, na ndio maana wao wanasikia vibaya. Mtu anacheza lakini hapati, unasikia vibaya. Kwa nini? Kwa sababu una chuki ndani yako, una tamaa. Ni tamaa mbaya, inakuchoma, maana haujacheza, umecheza na haujakula. Mbona unasikia vibaya? Kwa sababu ndani yako unasikia wivu. Ni wivu wa mali. Unajua mwingine amecheza, ameshinda, yeye ndiye amechukua pesa yako. Kama ni 500 inapotea kwa kucheza kamari. Hiyo ni tamaa, na hiyo ndio inakufanya usikie vibaya, usikie wivu, na usikie vibaya ukikosa kushinda. Ni tamaa. Jihadharini na tamaa. Tokeni kwa mambo ya beti, wachana na mambo ya farasi, wachana na mambo ya kamari,
Wachana na mitego ya shetani. Watu wamejiua kwa sababu ya kucheza na kuchezwa. Mwingine alijinyonga kwa sababu hajakula, hajashinda. Alibeti pesa yake akakosa kushinda. Hata mwanafunzi wa shule alikufa akijaribu kushinda na mamilioni na beti, akawekelea pesa za shule akakuliwa zote, akajinyonga. Hiyo ni mitego ya shetani. Jihadharini na mitego ya shetani, na tamaa ya pesa, na tamaa ya mali, na kutajirika haraka. Maana hiyo ndio imeharibu watu, hiyo ndio imemaliza wanadamu. Vijana wamekataa kazi. Sasa mtu akiamuka anachukua tu simu, anacheza kucheza. Hata mashiringi na madururu haiwezi kusimama kwa nyumba. Akiona madururu, mashiringi yote anaipeleka kwa mafarasi. Mwingine anapeleka kwa ndege, ati nikadege, nikaveta. Mwingine kwa beti, sport pesa. Hizo zote ni mitego ya shetani ya kuwamaliza wanadamu na kuongeza tamaa. Watu wanakosa kumtumainia Mungu anayetajirisha. Watu wanakosa kuwa na imani ya kwamba ni Mungu anabariki. Mali na fedha za kweli zinatoka kwa Mungu, hazitokani na kubeti, hazitokani na kucheza farasi, na kucheza sijui ndege, sijui endesha ndege na mamilioni. Hiyo yote ni ukora na mitego ya shetani. Ndio watu hawafanyi kazi, vijana hawafanyi kazi, wanaume hawafanyi kazi, maana wanategemea hiyo mambo ya tamaa ya michezo. Pesa za ulaghai, pesa za utapeli, pesa za uongo. Hizo pesa hazina baraka. Vile huwa unasikia wakati unakosa kushinda, huwa unafikia namna gani? Unakosa kushinda, unaumia roho yako, unajuta, unalaani mtu ambaye amechukua pesa yako. Hiyo pesa haina baraka. Hiyo ubaya uko nayo kwa roho yako. Wakati ambapo unashindwa, unawekelea 100 inapotelea. Unawekelea 500, pesa yako inaenda hivyo. Roho yako inasikia vibaya. Unakuwa na chuki, unakuwa na wivu na yule ambaye ameshinda. Hiyo pesa sio ya baraka, ni pesa iko na laana, ni pesa ambayo iko na damu. Maana watu wengi wanalia, wewe umeshinda, lakini kuna mtu analia. Anasema nimetapeliwa. Anasema hapo nimedanganywa. Mwingine alikuwa ni pesa, aliachiwa pesa za mtu, hata hawezi kuachiwa pesa ya chama, anaingia kwa sport pesa na betting na kadege. Anaenda, pesa inapotelea huko. Yaani pesa hata za laana, pesa za wizi na ukora, pesa ambazo watu wanalia mtu ameshindwa na hiyo pesa ndiyo alikuwa nayo. Huyo mtu ananungunika katika moyoni, ako na ubaya, anakasirika. Wewe unaweza kuwa wewe ndio umeshinda, hauna amani. Hiyo pesa haitakupatia amani. Maana wale ambao wenyewe wananungunika, wenyewe wanalia, wanakulaani,
ya kwamba wameibiwa na kuporwa, wameraghairiwa pesa zao. Ndio maana hizo pesa hazina baraka, na sitakudanganya. Hata kama bishop wenyu ana pesa, anacheza kamari, hata kama pasta wenyu anafanya betting, mimi sitakudanganya kama mtumishi wa Mungu, hakuna baraka katika hizo pesa, maana ni tamaa mbaya, ni tamaa. Maandiko imesema ya kwamba shida yote ya uovu wote ni kupenda pesa. Kama unataka kupata shida yote iko huko kwa betting, iko huko kwa kamari, huko kwa sport pesa, huko ndio chanzo ya shida. Hata ndoa nyingi zitaisha, kwa sababu ya hiyo mambo ya kubeti na sport pesa. Hata biashara zinaisha. Hiyo ndio shida. Hata wengine wanaanguka, wanatoka katika imani, wanaanguka. Shida iko huko. Kuanzia wakati ulianza kucheza hizo vitu, hapo ndipo uliabudu sanamu, hapo ndipo uliabudu miungu ya kamari na miungu ya betting, na miungu yao ni miungu yao ambayo sio Mungu aliye hai. Hapo ndipo ulianza kuabudu shetani, na ukaanza kutumainia na kuweka imani yako katika shetani ambaye ni mungu wa dunia hii. Ndio, shetani ni mungu wa dunia hii. Watu wanaabudu sanamu ambayo ni pesa, mali, kamari, beti, sport pesa na avesho sijui kadege. Hiyo yote ni kuabudu sanamu. Na wale wanaofanya mambo hayo, na kuambia kweli, hamutaurithi ufalme wa Mungu. Maana Mungu anasema nyinyi mko na tamaa na mumeacha imani ya kumwamini Mungu. Sasa unaamini miungu ya dunia hii ndio itakutajirisha. Yaani inakuwa ni kama hakuna tofauti na yule mtu ambaye ameenda kuinamilia shetani ndio apate mali. Inakuwa hakuna tofauti na wewe. Maana hizo vikundi ni vikundi za kishetani. Ni miungu. Hiyo ni miungu imejiinua. Sasa unategemea miungu, unategemea shetani. Unategemea shetani na miungu ya huku duniani kwa ajili ya pesa ya betting. Sasa ukiabudu na ukitegemea, unatoka katika imani ya Mungu, unaingia katika imani ya watu wa dunia, imani ya kuabudu sanamu na pesa. Hiyo ni mamoni, inaitwa mamoni. Hiyo sanamu na hiyo shetani inaitwa mamon. Mamoni ni mamoni, jina yake inaitwa mamoni. Ni shetani ya pesa na ni mungu wa pesa na utajiri. Ndio maana watu wakianza kuingia katika hiyo michezo ni gumu kuacha, maana iko na nguvu fulani, nguvu ya kishetani. Ati mtu anaweza kucheza hadi anacheza hata pesa ya kulipa nyumba, hata pesa ya kulipia watoto shule, hata pesa ya mkate, ya maziwa, anaweza kucheza kadege, kucheza betting. Ni roho ya kishetani iliyo katika hiyo vikundi na michezo. Kama vile wale wanadanganya watu barabarani, wanadanganya na madawa, wanadanganya na maroho. Unaona mzee amedanganywa mchana, ameambiwa hii farasi enda hivi, kwenda hivi. Mwingine anadanganywa, anaambiwa karata. Mzee anadanganywa. Hawadanganyani hivyo, wako na roho ya shetani.
ya kudanganya. Ukianza kucheza hautaacha. Ukianza kucheza hautaacha. Utacheza hata ukiwa kwa kanisa. Utacheza kila mahali. Hadi wakati utakuwa masikini. Na wakati utakuwa masikini, pesa zikiisha, hapo ndipo shetani anakumaliza. Unaanza kuona hauna maisha. Unajichukia. Hata unaweza kunywa sumu ama kujiua. Kwa sababu ya nini? Shetani na mitego yake. Mungu anasema jihadharini, jihadharini na tamaa ya pesa. Jihadharini na tamaa ya utajiri na mali ya dunia. Jihadharini, maana wingi wa pesa, wingi wa mali, hiyo sio maisha. Maisha haitokani na wingi wa mabilionea. Maisha haitokani na kuwa tajiri. Maisha iko kujua kweli, na kweli ndiyo maisha, na kweli itakuweka huru, na Yesu ndiye kweli. Haleluya! Afadhali kumtegemea Mungu aliye hai kuliko kutegemea wanadamu na michezo ati ndio utajirike. Hiyo pesa haina baraka, ni laana. Na wale waliopata, angalia maisha yao. Hata ukule milioni 2, maisha yako utakuja kuwa masikini. Haisaidii. Unapata hiyo milioni hiyo inakumaliza. Baada ya mwaka moja, huyo mtu amemaliza hata familia yake. Amepoteza hata bibi. Maana hiyo pesa inakuja na masharti. Hizo pesa ziko na masharti. Masharti ya kwanza, lazima ufilisike. Vile umezipata kwa haraka, zitaisha kwa haraka. Sasa lazima utacheza tena. Lazima utarudi tena na tena na tena. Hakuna mtu anacheza mara moja. Hata wao wanakuambia ukicheza usicheze mara moja. Endelea. Maana ni tamaa baada ya tamaa. Maana ni pesa ziko na masharti. Na masharti yake ni kukufanya kuwa masikini. Masharti yake ni kukufanya kuwa mfungwa. Unakuwa mfungwa wao, maabusu. Unakuwa mfungwa. Wewe unakuwa sasa umefungwa. Ni pesa za masharti ya shetani. Hakuna ambaye amekaa vizuri baada ya kushinda. Yes, wengine walicheza hata wakapata mamilioni. Lakini baada ya mwaka, hao watu ni masikini. Na tena watu hao wengine wanaishi na madawa. Maana ni pesa hazina baraka. Ndio. Unauliza iko wapi? Wacha tusome kitabu cha Mithali. Tusome kitabu ya Mithali. Usikie Mungu amesema kuhusu hizo pesa za haraka. Na hivyo ndivyo wa vijana, wanawake wanajiua, wengine wanajinyonga, wengine wanaiba, wengine wanazini, wengine wanafanya ukahaba. Pesa za haraka. Pesa za haraka hazina baraka. Tena hazina maisha. Vile zinakuja haraka, zinaisha haraka. Lazima ujue ukweli, na ukweli ukuweke huru. Ukweli utakuweka huru. Watu wameacha kutegemea Mungu. Watu wameingia kwa mambo ambayo ni ya kamari. Mambo ya betting na sport pesa. Hiyo ni tamaa. Tamaa ya pesa, tamaa ya mali.
Hiyo ni kukosa kutegemea Mungu aliye hai. Usije ukajidanganya ati ni Mungu alikusaidia. Hapana, huyo sio Mungu. Ni Mungu wa dunia hii ambaye ni Mungu wa mali, anaitwa Mamoni, anayeabudiwa na watu ambao wanaabudu pesa. Ni huyo alikusaidia, na alikusaidia hivyo ndivyo ukose imani na Mungu. Utegemee huyo Mungu, usiende kufanya kazi, usioge ndio uingie huko na umutegemee kila siku. Ndio uhusiano wako na Mungu ishe, ndio imani yako na Mungu ipotee. Ni huyo Mungu anaitwa Mamoni. Kitabu ambacho ni cha Mithali, Mithali 13, Mithali 13, Mithali 13 pale 11, maandiko inasema hivi: pesa isiyo ya halali, pesa isiyo ya kweli, pesa isiyo ya amani huisha. Sikia, huisha. Hiyo ni Biblia. Huyo ni Mungu mwenyewe. Huyo ni Mungu mwenyewe. Anasema hiyo pesa ambayo haina amani, isiyo ya halali, isiyo ya kweli, anasema huisha. Lakini akusanyaye pesa kidogo kidogo huongezeka. Sikia, yule mtu anaweka pesa kidogo kidogo inaongezeka. Lakini sio mtu ambaye anaweka pesa ati anaweka 100 ati iwe 1000, atiweka hii au ukule 1000. Hiyo pesa ni ya halali, sio jasho yako, ni jasho ya mtu mwingine. Haina ukweli, ni pesa ya uchungu, pesa ya mtu mwingine ameekelea na wewe ukachota yote. Sasa ni pesa isiyo ya halali, hupungua, inaisha haraka. Lakini Mungu anasema, lakini pesa, mtu anayekusanya pesa yake kidogo kidogo, hiyo ndio itaongezeka. Na Mungu anabariki kazi ya mikono yako na jasho yako. Kula jasho yako, wacha kula jasho ya watu wengine. Nimekuambia hakuna baraka, na umesikia Biblia inasema hakuna baraka. Hiyo pesa inapungua, utakuwa masikini mwishowe. Ni afadhali shilingi moja iliyo ya baraka na ya halali kuliko milioni moja ambayo haina baraka na sio ya halali. Afadhali mtu akupatie shilingi moja akiwa na roho safi kuliko mtu akupatie milioni moja akiwa amekasirika na akiwa na uchungu rohoni mwake. Na tena anasema, ananungunika ya kwamba umemuibia pesa yake. Lakini amekupa na mikono, lakini amekupa kwa nguvu. Hakuwa anataka, amekupa akilia. Hiyo pesa ndiyo pesa ya betting, ya marimari na kamari. Pesa ambayo inakuja na machozi na majuto na makasiriko na tamaa na wivu mwingi sana. Hakuna baraka. Fanya kazi kwa mikono yako, tegemea Mungu akubariki. Na kuwa na wingi wa mali sio maisha. Tafuta maisha halisi na ujue ukweli. Yesu ndiye maisha. Ukiwa naye uko na utajiri, ukiwa naye umepata mali ambayo ni ya kudumu. Dunia na mambo yake itakuja kuisha. Usidanganyike. Dunia na mambo yake itakuja kuisha. Mali na pesa, mashamba na majina, hiyo yote na magari, hizo zote na manyumba, hizo zitaisha, hazitadumu. Tafuteni ukweli unaodumu, na huo ukweli utampatia amani.
inayotokana na Mungu. Haleluya! Maandiko inasema tusipende dunia. Sikia, wewe unasema umeokoka na unafanya mambo hayo, na tamaa ya pesa, na tamaa ya kutajirika, na tamaa ya mali na vitu za dunia, ati haulali. Maandiko inasema kitabu cha Yohana wa kwanza pale 2:15-16 inasema ya kwamba usipende dunia wala vitu vilivyomo duniani. Yeyote anayependa dunia, mali ya dunia, upendo wa Mungu hauko ndani yake. Sikia, hata kama ni mchungaji, hata kama ni Mkristo, anayefanya mambo hayo ako na tamaa ya kupenda mali. Anadanganya apate mali, anaenda kucheza hiyo michezo apate mali. Huyo anapenda, ako na upendo wa pesa, na hiyo upendo ndio shida yote ya maovu yote duniani. Sasa Mungu anasema yule ako na upendo wa dunia, kupenda mali, kupenda pesa, kupenda mambo ya dunia hii, hana upendo wa Mungu ndani yake. Yaani ndani ya roho yake hakuna upendo wa Mungu. Ni kupenda, amependa dunia, sio Mungu. Na ni wale watu ambao wanaenda kanisa kwa sababu ya mali, sio kwa sababu wanapenda Mungu. Ni wale walikuwa wanafuata Yesu, sio kwa sababu ya uzima. Walifuata Yesu kwa sababu ya mali na tumbo, upendo wa chakula na mikate. Hiyo ni upendo wa dunia na mikate, pesa. Jichunguze, ujiangalie, ujione. Hakuna Mungu anaabudiwa na wale wako na tamaa. Hauwezi kuabudu Mungu, ni tamaa. Hata maombi yako ni tamaa. Unaomba maombi tu ya tamaa. Unaomba tu na tamaa. Hata wahubiri wanahubiri tu na tamaa. Hawawezi kuhubiri mahubiri yote. Ni tamaa tu ya pesa na utajiri na mali. Kama wanakuombea ni tamaa tu ya pesa na mali yako. Hata wakitabiri, wanatabiri tu tamaa na pesa na mali yao na dunia. Hawawezi kuabudu Mungu wa kweli. Mungu alisema hautaweza kuabudu Mungu na uabudu pesa. Hawezi kupenda Mungu na upende pesa, haiwezekani. Sasa uchague ni Mungu au ni pesa. Na hiyo pesa, upendo ya pesa, Mungu yake inaitwa mamoni. Sasa uchague kama ni mamoni ama ni Mungu natumikia. Kama ni kutegemea Mungu, utegemee Mungu, wacha kutegemea hiyo miungu ya dunia hii ya pesa, ya dhahabu. Amua na ukweli ukuweke huru. Maana Mungu hachanganyiki na hawezi kuchanganya Mungu. Mungu hata kubariki kama ya kwamba wewe hauna tumaini na yeye uko na tumaini na SportPesa na beti. Hapana, haiwezekani. Abrahamu alibarikiwa kwa kungojea Mungu. Alikuwa mwaminifu. Ati unangojea Mungu lakini unangoja tu. Ati wakati ambapo utashinda milioni unangojea kwa SportPesa. Mungu hakusema tugoje ati tukiomba twende kwa SportPesa. Alisema ngojeni. Basi kama utafanya hivyo, utagoja hadi utazeeka. Hadi utakufa na utatajirika. Ndio. Lakini shetani atakuwa akikupatia unashinda kidogo tu. Yaani ya kukufanya uendelee milele na milele. Ndio. Unapata tu 1,000, alafu unaendelea tu. Atakufanya vile utakuwa masikini wake. Fungua macho
na ujue ukweli, na ukweli utakuweka huru. Maandiko inasema ya kwamba kutosheka ni kitu cha faida. Toshekeni, kuwa na kutosheka na vile vitu ulivyo navyo katika wakati uliopewa. Ni Mungu huwa anabariki. Kama ni mali na pesa, Mungu ndiye huwa anabariki, ndiye alivyo viumba vyote. Lakini Mungu hata ibia mwingine ati ndio akubariki. Mungu hata danganya mwingine ati ndio wewe upewe. Mungu sio kamari, Mungu sio betting, Mungu sio hiyo dekadege. Mungu haibii mtu yeyote. Hapana. Akibariki amebariki. Na yeye anainua watu kulingana na njia zao. Sio wakora, ati mtu mkora ameamuka asubuhi ameingia kwa betting, ndio huyo amekuwa milionea. Alikuwa ni mkora, amekuwa milionea. Hiyo ni ukora. Hiyo sio Mungu anabariki. Mungu ni mwenye haki, na pesa zake ziko na haki. Mali yake ni ya haki. Na tena akibariki, hakuna mtu ambaye anaumia. Lakini wao wanaotajirika ati na betting na hizo pesa, ndio wamecheza, wameshinda. Lakini kuna watu ambao wanalia, watu wamekosa amani kwa sababu pesa zao zimeenda. Hapana. Hivyo sivyo Mungu anabariki. Tegemea Mungu. Fanya kazi kwa mikono yako. Weka pesa yako kidogo kidogo, na utakuja kutajirika. Na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Hiyo ndiyo kweli. Turudi katika kweli. Turudi katika neno. Turudi katika imani ya kweli ya kutegemea Mungu. Sio kutegemea hiyo michezo na mitandao ya kishetani. Hapana. Mungu anasema kitabu ambacho ni cha Timotheo. Nasoma kitabu cha Timotheo tumalizie. Najua ukweli utakufungua. Kuna watu walikuwa wamepotea, lakini nashukuru Mungu kwa hiyo mahubiri. Wewe umewekwa huru. Maana kama wewe ni mwana wa Mungu utasikia. Kama wewe ni kondoo utasikia, na utasikia kweli ni mimi, na utaamini na utafuata hiyo neno, na Mungu atakubariki. Mungu wa kweli atakubariki katika njia ya haki. Na hiyo kazi unafanya, hata kama ni kidogo, hata kama ni shilingi 2, anza kuweka kidogo kidogo, alafu weka Mungu mbele, na Mungu atakubariki. Sikia kitabu cha Timotheo wa kwanza pale 6. Pale 6 ukisoma 6 inasema lakini utaua na haleluya 1 2. Inasema ya kwamba lakini utaua na kuridhika ni faida kubwa. Ya kwamba kuridhika ni faida kubwa. Mtu ambaye ameridhika, hiyo ni faida kubwa. Hii maisha ni kuridhika. Hiyo ndio siri. Maisha sio kuwa na tamaa. Maisha ni kuridhika. Anasema kuwa na Mungu. Mtu aliye na Mungu na ambaye ameridhika, hiyo ni faida kubwa. Kuwa na Mungu wa kweli. Pata wokovu na upate kuridhika. Kama ni hiyo uko nayo kwa sasa, ridhika. Ndio watu wanaiba hata kwa kampuni kwa sababu hawaridhiki na pesa.
wengine wanaitisha pesa za ambayo ni mbaya, wanapakana, yani corruption, kwa sababu hawaridhiki na mishahara yao. Sasa wanaiba, wengine wanaibia kampuni, wengine wanadanganya, wengine wanafanya pesa za hongo, maana hawaridhiki na mishahara yao. Ridhika. Kwa hiyo maana ni wakati huu, lakini kesho Mungu atakubariki na ingine kubwa. Anasema ridhika. Kuridhika ni faida kubwa, kwa kuwa hatukuja huko duniani na kitu chochote, wala hatuwezi kutoka humu duniani na kitu chochote. Haleluya. Anasema lakini kama tuna chakula na mavazi tutaridhika. Sikia, kama uko na chakula na mavazi, Mungu anasema utaridhika. Ridhika. Hatukuja na kitu chochote hapa duniani, kwa hivyo ridhika na utaishi vizuri na amani, na Mungu atakubariki. Lakini ukikosa kuridhika, nakwambia utakufa haraka. Utazikwa haraka. Hata upati usingizi juu ya tamaa. Unadhani ati maisha hii kuwa na maisha ati ni wingi wa mali. Hiyo ni udanganyifu wa Shetani. Usije ukadanganywa na Shetani. Hivyo ndivyo amekuwa akidanganya watu. Aliwadanganya hata mababa na mababu. Walikufa, wakikufa kwa mashamba, wakikufa kwa utajiri, walipigania pesa. Tamaa ilifanya wakufe. Walidhania ati maisha ni kuwa na wingi wa mali. Kila mtu anatafuta wingi wa mali, vile ambavyo atatajirika, vile atapata wingi wa mali. Kama ako na moja anataka mbili, kama ako na mbili anataka tatu, kama ako na bibi moja anataka mbili. Hiyo yote ni Shetani anadanganya watu ati kuwa na wingi wa vitu na mali na pesa, ati hiyo ndio maisha. Hiyo ni uongo, mitego ya Shetani. Na hiyo tamaa ni mto kubwa ambao watu wengi wameibiwa na hiyo mto. Watu wengi wameendeshwa, yani wameondolewa, wamebebwa. Watu wengi wamebebwa na huo mto ambao ni tamaa ya pesa, na wivu, vitu kama vile. Hiyo ni tamaa. Watu wamebebwa na wanaelekezwa jehanamu. Toka kwa hiyo mto ya tamaa. Toka kwa hiyo basi ambao ni ya tamaa na kushindana na wanadamu. Hapana, tegemea Mungu. Tafuta Mungu kwanza. Kuwa na kuridhika. Ridhika. Kama uko na chakula na mavazi, ridhika na ulio nayo. Tulikuja kule hapa, tutatoka bila kitu chochote. Hautaweza kubeba chochote. Mbona ukose amani? Mbona ukose furaha? Ati unauza mfuko hakuna pesa, sasa hiyo hauna furaha? Hapana, hiyo sio maisha. Maisha yetu iko katika Mungu. Hiyo ni mbaya. Hata wanawake hawaheshimu waume wao ati kwa sababu hawana pesa. Wakati hajaenda kibarua, mke wake hawezi muheshimu, anamuona tu kama bure. Hapana, heshima ni heshima. Heshimu mume wako hata kama hana mali. Mali sio heshima. Mali sio maisha. Hizo ni mambo ya kuisha. Na usije ukadanganywa ati maisha yenu iko katika mali. Watu wanaishi vizuri, hata masikini wanaishi wanapendana, bila mali, bila vitu, lakini wako na amani, maana wameridhika. Ndio hivyo, ukikosa kuridhika
Hata uwe tajiri, wewe unakuwa ni kama masikini kuliko masikini wa kukosa pesa. Ndio maana utajiri mkubwa ni kuridhika na kuwa na Mungu, kuwa na wokovu. Maana ukiwa na Yesu uko na yote. Kaa ndani ya Yesu, naye neno yake ikae ndani yako, na ukiwa ndani yake uko na yote. Yeye ndiye mali, yeye ndiye mali. Juana na yeye, muamini na uwe na tegemeo. Wanaomtegemea hawataibika milele na milele. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova Jireh, Mungu mwema, Mungu mtakatifu, tunakushukuru na tunakuinua kwa sababu wewe ni Jehova, wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu. Tunakutukuza tukisema hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima zikurudie kwa sababu umenena nasi. Ni asanti kwa wale waliosikia, ni asanti kwa wale walioamini. Maana hauwezi kuandaa chakula pasipo wale watakaoshiriki. Hauwezi tuma neno pasipo yule atakayeponywa. Maana neno lako halitoki bure. Baba, ninatangaza kupitia neno hilo, wacha watu wako wafunguliwe. Walio mateka wa tamaa, walio mateka wa michezo ya dunia na kamari na beti, Baba, wafungue katika jina la Yesu. Waliofungwa Baba na mashaka, hata Baba na masumbufu ya maisha hii, naomba ukawafungue katika jina la Yesu. Baba, wape imani. Watu walikosa imani, waliokosa imani, wape imani, wape imani, wape imani katika jina la Yesu. Baba, tunabariki siku ya leo. Ninaomba ukawabariki watu wako, wale wote wanakutegemea, waliokutegemea na wale ambao wanakutegemea. Wabariki na bariki kazi ya mikono yao, waendapo warudipo. Utukufu na heshima ni kwako katika jina la Yesu. Wabariki watu wako na uendelee na kuwahifadhi. Nabariki siku ya leo na kuitakasisha, na tunaomba baraka zako ambazo hazina machozi, Bwana, ziwe pamoja nasi milele hadi milele. Amina, amina.